Wapinzani wa klabu ya soka ya Simba Sports Club Petro Atletico de Luanda tayari wameshatua kwenye ardhi ya Tanzania, na mengi sana yamejiri punde tu walipotua kwenye ardhi ya Tanzania. Yapo ambayo yapo kwenye hali ya kawaida, lakini yapo mengine wameyafanya ambayo yamezua taharuki kwa sababu hayapo kwenye utaratibu wa kawaida. Miongoni mwa masuala ambayo yametokea hii leo ni pamoja na Petro Atletico de Luanda kususia gari ambalo wameandaliwa na mwenyeji wao Simba Sports Club. Lakini ukiachana na hilo, wamefanya mengine mengi. Kama bado haujasubscribe ndugu mwanamichezo, wakati tunakuletea updates hizi zote, kumbuka kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, lakini usisahau kuipa like video hii kama wewe ni mpenzi wa video zinazohusiana na ligi yetu ya Tanzania bara. Yes, mpinzani wa klabu ya soka ya Simba Sports Club ambaye wataenda kucheza mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, Petro Atletico de Luanda, leo hii ameingia kwenye jiji la Dar es Salaam na ametua kwenye uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini walivyotua tu baada ya kukamilisha taratibu zote za kutoka pale uwanjani, gari ambayo walikuwa wameandaliwa na klabu ya soka ya Simba ilikuwa ikiwangojea. Jambo la ajabu ni kwamba Petro Atletico de Luanda wamesusia gari hilo, na walikuwa wameshafanya mawasiliano na ubalozi wa Angola nchini Tanzania kwa ajili ya maandalizi. Hivyo walichukua gari nyingine tofauti na gari ambayo wameandaliwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Lakini habari zinaeleza kuwa hata hoteli ambayo walikuwa wameandaliwa na mwenyeji wao, kama ambavyo CAF wanahitaji kuwa unapomhosti, unapokuwa na mgeni ambaye unakuja kucheza naye mchezo wa kimashindano miongoni mwa mashindano ya CAF, ni lazima umpatie stahiki zake zote muhimu, ikiwa kumsaidia pale ambapo anashuka kwenye uwanja wa ndege na kumpatia usaidizi na usimamizi na msaada muda wote ambao watahitaji mpaka kukamilika kwa mechi. So Simba waliwaandalia hoteli Petro Atletico de Luanda, lakini hawajafikia kwenye hoteli hiyo kwa sababu tayari maafisa wao walikuwa washatangulia nchini Tanzania kwa ajili ya kuweka masuala ya logistiki vizuri. So wametafuta hoteli nyingine ambayo mpaka hivi sasa bado hawajajulikana Petro Atletico de Luanda wameenda kupanga kwenye hoteli gani. Hayo ndio ambayo yamejiri. Ukiachana na hilo, Petro Atletico de Luanda wamejiandaa vikali kupambana na kila aina ya ushindani ambao utatolewa na Simba Sports Club, kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Tunaona tayari Petro Atletico de Luanda wameanza kucheza mechi zao za nje ya uwanja, ikiwa ni kimbia mitego ambayo wanaekewa pamoja na klabu ya soka ya Simba. Hawahitaji ofa ya namna yoyote, wanajitegemea kwa kila kitu. Kubwa zaidi ni Petro Atletico de Luanda wamekuja na mpishi wao kutoka nchini Angola. Yani hawaamini hata chakula ambacho watapikiwa kwenye hoteli watakayofikia ndani ya Tanzania. So wamekuja na mpishi wao ambaye atakuwa anasimamia masuala ya msosi wa wachezaji kuanzia hii leo, siku ambayo wametua kwenye ardhi ya Tanzania, mpaka Jumapili majira ya saa 10 ambapo kitapigwa baina ya Simba Sports Club na Petro Atletico de Luanda kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Wanapambana kufanya haya yote ili wakati wa mchezo wawe fit kisaikolojia na pia kifizikia, manake waweze kucheza mchezo wakiwa na nguvu za kutosha bila aina yoyote ile ya kufanyiwa hujuma, lakini psychologically wawe vizuri. Ndio maana wametafuta hoteli ambayo wao wenyewe itawafaa na siri zao kuto kuvuja. Una yapi ya kuambia Petro Atletico de Luanda? Unahisi wamefanya fair
kugomea ofa ambazo wamepewa na klabu ya soka ya Simba Sports Club ambaye ndiye mwenyeji wake kwenye mchezo huu, ama wamefanya jambo ambalo sio la kiungwana. Na unahisi klabu ya Petro Atletico de Luanda wanakwepa kitu gani kuacha kutumia ofa na magari na hoteli ambazo wameandaliwa na mwenyeji wao ambao ni klabu ya soka ya Simba Sports Club? Tuandikie kwenye comment section, lakini kama bado haujasubscribe, tumia wakati huu kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii ili wewe uwe wa kwanza kupata habari hizi muda wote tunapoziweka kwenye mtandao huu wa YouTube. So mimi naitwa J Kibuga na hii inaitwa J Sports, sehemu yako ya kupata habari zote za michezo na burudani. Mpaka wakati huu tunasema tukutane baadaye kwenye habari nyingine. Kumbuka tu kulike, kusubscribe na kushare. We are signing out. Hello.